Nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa, dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayeipenda nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kwa maana nyingine naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyojenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija. Kwa hapa kwetu Zanzibar, baada ya mapinduzi, Mzee Karume alipitisha sheria namba 6 mwaka 64 ambayo ilifafanua malengo ya mapinduzi, ikiwemo kujenga umoja, mshikamano, usawa na kuondoa ubaguzi. Sheria hii inaendelezwa na kupewa nguvu ya katiba ya sasa ya Zanzibar, hasa tamko la kutunga katiba, yani preamble, na ibara ya 9 ya katiba. Mwaka 79 marehemu Mzee Aboud Jumbe alitunga katiba ya mwanzo ya Zanzibar ya mwaka 79 baada ya mapinduzi. Alifanya hivyo kwa kuona ni wakati mwafaka bila kudaiwa wala kushindikizwa. Alikubali kuacha madaraka makubwa ya mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Baraza la Mapinduzi yenyewe, na mapinduzi yaende kwa wananchi kupitia Baraza la Wawakilishi, ambayo yeye mwenyewe siku ya kulifungua aliliita kwamba ni ngome ya wananchi. Marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi alikuja na katiba ya mwaka 84 ambayo tunaitumia mpaka leo. Alitanua haki ya wananchi kuchagua wawakilishi wao, ilitambua na kulinda haki za binadamu na kuruhusu wananchi kudai haki zao mahakamani na mengineyo mengi. Aidha, aliondoa mfumo wa mahakama za wananchi na kuanzisha mfumo tulionao sasa wa mahakama. Alianzisha haya ukiwa na chama kimoja tu,
bila kudaiwa, bila kusindikizwa, bali aliona wakati umefika, Zanzibar inahitaji mfumo imara. Mwaka 2000 Rais wa Zanzibar Dr. Amani Abeid Karume alianzisha Wizara ya Utawala Bora na kusimamia marekebisho ya 8 ya katiba yaliyoanzisha pamoja na mambo mengine ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, ili usimamizi wa haki jinai uwe huru na usiingiliwe na siasa. Na niseme hapa, alinipa heshima ya kuwa mkurugenzi wa mwanzo wa mashtaka kuanzisha ofisi. Aidha, alisimamia marekebisho ya 10 ya katiba yaliyozaa serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni utekelezaji wa mwafaka baina ya vyama vikuu vya siasa. Wakati huo Rais Dr. Ali Mohamed Shein alichukua hatua muhimu ya mageuzi ya utumishi wa umma kwa kusimamia kutungwa kwa sheria ya utumishi wa umma mwaka 2011 ambao mpaka leo tunaitumia, ambayo pamoja na mambo mengine iliweka maadili ya utumishi wa umma, ikiwemo ile ya kutokujihusisha na siasa. Haya yote yalifanywa na viongozi walioyashuhudia mapinduzi, walioyaishi mapinduzi na walioyafahamu vyema. Sasa anayedhani mapinduzi ni fujo, ni kutokuwa na sheria wala taratibu, yeye ameegemea hoja gani?